Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Julai 28 siku ya Jumanne asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema Rais Samia asisitiza kampeni za msaada wa kisheria nchini. Rais Samia asisitiza kampeni za msaada wa kisheria nchini. Lakini dhahabu yenye thamani ya bilioni 1 yakamatwa ikipitishwa njia za panya. Dhahabu yenye thamani ya milioni 1 yakamatwa ikipitishwa njia za panya. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni hoja za katiba mpya za pamba moto nchini. Hoja ya katiba mpya ya pamba moto nchini. Baraza la vyama latangaza msimamo wake likitaka serikali iharakishe mchakato. Lakini lasema baadhi ya vipengele vya rasimu ya Warioba vimepitwa na wakati, vijana wawe kitovu cha mchakato mpya. Lakini tuhuma za ugaidi Chadema vitani kisheria kuwapigania makada 61. Hiyo ni tuhuma za ugaidi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, vitani kisheria kuwapigania makada 61. Aliyesikia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6 agusa wengi Muhimbili. Aliyesikia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 6 agusa wengi Muhimbili. Na hii hapa mipango kabambe, kumradhi, habari inasema ina habari kubwa inasema hoja za katiba mpya ya pamba moto nchini. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari ukurasa wa 20 inasema safari ya Kanali Idi Kipingu kupiga kizazi cha dhahabu. Safari ya Kanali Idi Kipingu kupika kizazi cha dhahabu. Lakini muuaji wa kimya kimya, ni homa ya ini. Wataalamu waeleza unavyoingia kwenye mwili wa binadamu na kuleta madhara. Watajwa kinara wa vifo. Mbinu za kujikinga zatajwa. Watu wenye umri huu hatarini zaidi. Huyo ni muuaji wa kimya kimya, ni homa ya ini. Lakini macho masikio neki ya CCM ikikutana Zanzibar. Macho na masikio neki ya CCM ikikutana Zanzibar. Lakini ndugu familia wanavyotafuna mshahara wako. Ndugu familia wanavyotafuna mshahara wako. Habari hiyo ni ukurasa wa 22 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini athari ya kutumia simu kumtuliza mtoto anayelia. Athari ya kutumia simu kwa ajili ya kumtuliza mtoto anayelia. Hiyo ni habari ukurasa wa 10 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Majira Mwanga, kwenye gazeti lako la Majira lenye linaandika wazee wa mila wataka ukeketaji ukomeshwe. Hao ni wazee wa mila wataka ukeketaji ukomeshwe. Lakini kukosa muda wa kupumzika kumechangia msongo wa mawazo. Na orodha ya wanufaika Samia scholarship sasa hadharani. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Majira. Lakini Zanzibar na Uswizi kuendelea kuimarisha ushirikiano. Lakini watoto 7 waanza kusikia kwa mara ya kwanza. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira. Lakini Balozi Omari afanya mkutano wa kimkakati Uingereza. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Lakini kimataifa, Irani na Marekani za sitisha mapigano. Irani na Marekani za sitisha mapigano. Hilo ni gazeti lako la Majira. Huku gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Chadema Kilwa waibua mapya ubabe wa viongozi wao. Chadema Kilwa waibua mapya ubabe wa viongozi wao. Lakini serikali yatangaza nafasi za kazi 494. Mwisho wa maombi ni Agosti 6. Habari iendelea ukurasa wa 4. Na Samia asaka rekodi mpya katika nishati. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassani asaka rekodi mpya katika nishati. Ni baada ya rekodi tangu uhuru. Rekodi nyingine mbioni ni ile ya WM 4500. Sasa atafuta nyingine ya MW 8000. Waziri aleta vyanzo mseto, mradi wa Kishapu ukiendelezwa. Lakini dhahabu ya bilioni 1.2 ya naswa Dar es Salaam, muhusika ahojiwa.
na Rais Dr. Samia ataka uadilifu, ushirikiano, matokeo kazini. Hilo ni gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika serikali ya wapa wanafunzi 1050 ufadhili wa Samia Scholarship. Lakini serikali ya Samia ilivyoweka nguvu huduma za kijamii Malinyi, na Dr. Samia agiza uadilifu, ushirikiano na matokeo. Lakini awapisha viongozi wapya na kutoa maelekezo. Awapisha viongozi wapya na kutoa maelekezo. Habari inaendelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kuna habari inasema madini ya bilioni 1.2 yakamatwa yakitoroshwa Dar es Salaam. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenyewe ukurasa wa mbele inaandika Rais Dr. Mwinyi aihakikishia Kenya ushirikiano kibiashara. Lakini madini ya bilioni 1.2 yakamatwa. Rais Samia ahimiza kulinda muungano. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan ahimiza kulinda muungano. Lakini wanafunzi vipanga 1050 waula Samia Scholarship. Na Balozi Omari ainadi Tanzania kimataifa. Hilo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika askari waliomwokoa mtoto aliyeibwa watuzwa. Lakini ulenga miradi ya maendeleo ni mali ya wananchi, na madaktari wafunguka tatizo la kusahau. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3. Lakini Samia ataka kasi ya miradi ya leri na bandari. Habari inaendelea ukurasa wa 7. Agiza tathmini ya biashara ATCL na usimamizi wa muungano. Ahimiza uadilifu, huduma kwa wananchi na maslahi ya nchi. Na dhahabu ya bilioni 1.2 ya dakwa ikitoroshwa Dar es Salaam, huku bilioni 204 kuzalisha megawati 1000 megawati 100 umeme wa jua. Lakini 1050 wa ula ufadhili wa Samia, asilimia 58 watoka shule za serikali. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini kwa gazeti lako Raia Mzalendo linaandika Moreli ya waita kanda ziwa kaskazini maonesho ya elimu, na waziri wa fedha afanya mkutano wa kimkakati jijini London, Uingereza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini Mtanzania Leo gazeti lako linaandika mkataba wa shilingi bilioni 204.7 mradi wa umeme wa jua megawati 100 kishapu wasainiwa. Lakini serikali kuwapeleka wanafunzi bora 50 nje ya nchi kusomea artificial intelligence AI. Na Global Education Fair 2026 yazidi kutoa fursa kusoma nje ya nchi. Lakini Tanzania na Citibank kuimarisha ushirikiano wa kimkakati. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini Mwananchi Huru gazeti lako linaandika wanafunzi bora 1050 kitaifa kunufaika na programu ya Samia Scholarship. Lakini balozi wa Tanzania ya UNESCO kukutana na mwakilishi jukwaa la vijana. Na Global Education Link yaja na maonesho ya elimu Mwanza Arusha. Waziri wa fedha afanya mkutano wa kimkakati na mtendaji mkuu wa Citibank. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Biashara Leo linaandika Rais Samia awapisha wateule nafasi mbalimbali. Lakini Global Education Link Fair yazidi kutoa fursa za masomo nje. Na waziri wa fedha afanya mkutano wa kimkakati na mtendaji mkuu wa Citibank. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge linaandika maonesho makubwa ya elimu kufanyika Arusha, Mwanza. Lakini Rais Samia awaonya viongozi, na Tanzania na Citibank za kubaliana kuimarisha ushirikiano kimkakati. Hilo ni gazeti lako la Machinga Sauti ya Wanyonge kwenye kurasa za mbele. Lakini Mwanahabari gazeti lako bora linaandika Rais Samia agiza uadilifu kwa viongozi. Ndejembi ashuhudia utiaji saini mkataba wa bilioni 204.7 za mradi wa umeme wa jua Kishapu. Lakini dhahabu ya bilioni 1.2 yakamatwa ikitoroshwa. Waziri Mavunde atoa rai kwa wananchi. Lakini Tanzania na Citibank kuimarisha ushirikiano wa kimkakati. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Tanzania Yetu fahari ya Watanzania naandika Dr. Nshara mhadhiri kupewa kesi ya ugaidi inachafua nchi. Huyo Dr. Nshara mhadhiri kupewa kesi ya ugaidi inachafua nchi. Lakini dhahabu ya zaidi ya bilioni 1 yakamatwa ikitoroshwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu fahari ya Watanzania kwenye kurasa za mbele.
Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linaandika waziri mkuu aongoza kikao maandalizi ya AFCON, lakini Sopu aongeza mkataba Azam, Viper yatangulia nusu fainali Kagame Cup, Twiga Stars yaichapa Afrika Kusini AFCON, lakini kafu ya kataa kuongeza timu ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Lakini Wamachinga anaandika Vipers yatinga nusu fainali Kagame, waziri mkuu aongoza kikao cha kitaifa mikakati ya AFCON, lakini Mligo apongezwa kucheza kitasa, na Pakome kuhudumiwa Yanga kama yao kwa Siatola. Huyo ni Pakome naye kuendelea kuhudumiwa. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Karabaka Bajaber watemwa Simba, Azam ya acha 9, Mtanzania aboresha muda riadha madola, na pori la pande la wekwa sawa utalii AFCON 2027, na Infantino awajibu wakosoaji wa FIFA. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Uhuru linaandika Simba Singida kibarua kizito Sekafa, nyota Simba wafcon wampa jeuri Mgosi, KVZ yaanza visingizio, na Azam kambini Kitambala atemwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo. Lakini Mwanaspoti gazeti lako linaandika Steve Becker mkomalia Dombi, na wanne watua Yanga, kocha azidisha dozi, striker yupo da, Gumbo Makasa wanaitaka tena nafasi, na Ballon d'Or ni kigeugeu. Hiyo ni habari ya kimataifa, nasema Ballon d'Or ni kigeugeu. Lakini Liverpool yaanza na mtihani wa mabeki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.